Habari ya sasa, mpenzi mtazamaji, na karibu katika Kifagio News. Maombolezo yametanda baada ya kijana Boniface Kariuki mwenye umri wa miaka 22 kufariki dunia wiki mbili baada ya kupigwa risasi kichwani na polisi jijini Nairobi. Marehemu ambaye alikuwa muuzaji wa barakoa alipigwa risasi kwa karibu wakati wa maandamano yaliyofanyika tarehe 17 Juni kupinga kifo cha blogger Albert Ojwang aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi. Boniface alikimbizwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta akiwa hali mahututi na alitangazwa kuwa brain dead siku chache baadaye. Alifariki rasmi Jumapili usiku Juni 30 majira ya saa 1 usiku akiwa hajawahi kupata fahamu tangu siku aliyopigwa risasi. Tukio hilo limezua hasira na simanzi miongoni mwa Wakenya, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu yakilaani matumizi ya nguvu kupita kiasi na polisi dhidi ya raia wasio na silaha. Maafisa wawili wa polisi akiwemo inspekta mmoja tayari wamekamatwa na wanaendelea kuchunguzwa kuhusiana na tukio hilo. Familia ya Boniface imeitaka serikali kuhakikisha haki inapatikana na waliohusika kufikishwa mbele ya sheria. Kifo chake sasa kimekuwa ishara ya ukatili wa vyombo vya usalama na kimeongeza shinikizo kwa serikali kuleta mabadiliko katika mfumo wa polisi. Ni hayo tu kwa sasa, nikiripotia Kifagio Media kwa niaba ya Daniel Jonathan, kwa heri.